Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye ndo kwanza unaitazama channel ya PM Online kubwa zaidi. Ni kuambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na uwe mshikaji wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kutazama kile ambacho kimetokea katika dakika 90 za mchezo ambao umezikutanisha timu za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara ikiwemo timu moja ya Kariakoo Club ya Dar es Salaam Africans, lakini pia timu ya Mashujaa, ambapo katika mchezo huu tumeweza kushuhudia dakika 90 noma kabisa, comments zikiwa ni nyingi kwa kila mtu akiweza kuzungumzia kile ambacho ameweza kukishuhudia katika mchezo huo. Lakini kubwa zaidi, mjadala ambao ni mzito sana ni kuhusiana na Pacome Pedel Zouzoua ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wamejadiliwa kwa udi na uvumba, kila mmoja akieleza kwamba jamaa kuna namna kama msimu umekuwa sio msimu wake kabisa. Yani ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia wanatajwa kwamba huenda wakaondoka kwenye dirisha hili kubwa la usajili ambalo linafuata. Ukitazama performance yake tangu michezo kadhaa iliyopita, amekuwa ni mtu ambaye bado amekuwa ni mjadala, lakini pia kwenye uamuzi wa matokeo amekuwa ni mtu fulani hivi yupo nyuma kinoma noma. So bado watu wanaendelea kusubiria, maana kuna panga zito linaelezwa kwamba litapita kwa upande wa timu ya Yanga kwenye kuhakikisha timu inaenda kunyoshwa na kuwa kwenye mkao ambao kila mmoja atakuwa na enjoy kwenye kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Wananchi ndio hivyo wamepata alama tatu muhimu na kuendelea kujitengenezea nafasi nzuri ya kuweza kushinda ubingwa wa ligi ya soka ya Tanzania bara. Michezo ambayo imesalia kwa upande wa Yanga, kuna mchezo dhidi ya Fountain Gate, kuna mchezo dhidi ya wanalambalamba Azam FC, na ukitazama kwa ratiba wana mchezo dhidi ya Fountain Gate watacheza Juni 17 katika dimba la Sheikh Amri Abeid Karuta, lakini pia mchezo wa pili dhidi ya Azam FC watacheza Juni 24. Bado uwanja hujatambulika ni uwanja gani ambao utaweza kuhimili mchezo huu, lakini pia kuna mechi dhidi ya TRA ambayo inachezwa Juni 27, mchezo ambao utachezwa katika dimba la KMC Complex, mchezo dhidi ya JKT ambao utachezwa Juni 30 katika dimba la Meja General Isamuhyo. So hizo ni michezo ambazo zimeanza kusalia kwa upande wa wananchi ambao wanasubiria kuona ni nani ambaye atajichanganya hapo katikati na kuendelea kufanya mbio za ubingwa ziendelee kuwa na hatamu ya aina yake. Ukitazama namna ambavyo msimamo unajieleza kwa timu hizi nne za juu, Yanga wako pale kileleni wakiwa na alama zao 63 wakiwa wamecheza michezo 26. Simba Sports Club wao wamecheza michezo 25 wakiwa na pointi 58. Maana kama watashinda mchezo wa 26 watakuwa na pointi 59, 60, 61. So alama mbili ndio zitakuwa zinaendelea kutengeneza utofauti baina yao, lakini timu ambayo ipo nafasi ya tatu ni Azam FC ambao wana pointi 55 mechi 26. Singida Black Stars ambao wanacheza sasa hivi wakiwa na mechi 25, mchezo wa 26 ndio wanacheza sasa hivi na tayari wanaongoza kwa bao moja kwa bila. So tusubirie kama mechi dhidi ya JKT watafanikiwa kupata matokeo, basi watakuwa na pointi zao 44. So ngoja tu 45. So ngoja 44, ngoja tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitatokea katika dakika 90 za mchezo ambao unachezwa hivi sasa. Lakini tambua tu kwamba wananchi wao pia mambo ni mazito kwa upande wao, na wanaendelea kufight kuhakikisha wanapata ushindi ili kuendelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kupata ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara.